Sasa jana nimekuacha Kilwa, umepiga kambi hapo. Ndio mkuu. Mimi leo nimepita na Ngurukuru mpaka hapa Liwale, barabara ndefu sana. Ndio. Na kwa kweli nimejionea adha ya usafiri kwa wananchi hawa. Ndio. Kwa hiyo wananchi hawa wanajua kwamba barabara hii haijatekelezwa, inatajwa lakini utekelezaji haupo. Sasa mimi nakuomba mambo mawili. Kwa kuwa huko Lindi, katika mkoa wa Lindi unasimamia hiyo barabara, naomba uje Liwale na usipite barabara nyingine, pita na Ngurukuru mpaka uje hapa. Lakini sema neno wakusikie la faraja kwa wana Liwale. Asante sana kakangu na shukuru sana. Kwanza nimepewa majukumu haya ya kujenga barabara na madaraja na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu nzuri ya Tanzania. Na kwenye nchi hii miongoni mwa maeneo ambayo bado vizuri ni mkoa wa Lindi sijaunganishwa na wilaya ambayo iko kwenye matatizo makubwa ya kukosa kuunganishwa zaidi ni wilaya ya Liwale. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyezi, nimepokea maelekezo yako na nikuhakikishie kwamba nitafika Liwale. Nitafika Liwale na nitapita kama ulivyoelekeza, nitapita njia hii ya Ngurukuru mpaka Njijo mpaka nitokee hapo Liwale mjini. Ndio. Kwa hivyo nitafanya hivyo, lakini nimefurahi kupokea taarifa kutoka kwa afisa ushirika wa mkoa, jitihada za serikali kuwasaidia vyama vya ushirika, kuwasaidia wakulima katika kupata bei nzuri, katika kuongeza pembejeo. Maisha ya watu yanaendelea kubadilika siku hadi siku. Nyie ni mashahidi, wakati wa Kangomba bei ya korosho ilikuwa shilingi ngapi na sasa ni shilingi ngapi? Hatua ni kubwa sana. Wenzenu waliambiwa huko na Chingwea na hao waliosema huku mbali kwamba ushirika huu hauna maana. Lakini jana nimeeleza Kilwa, katika wale viongozi waliowahutubia na kuwapotosha wananchi, hamna hata mwenye shamba, hamna aliyewahi kulima, hawajui ushirika na hawajui mazao haya. Niwaombe, endeleeni kushirikiana na serikali. Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia katika rekodi ya kubadilisha maisha ya wakulima, kuongeza pembejeo, ruzuku ya pembejeo ya mbegu na mbolea. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya wakati tunaanzisha kokoa pale Kyela, bei ilikuwa 1,600 mpaka 2,000. Leo ni zaidi ya shilingi 26,000 kupitia stakabadhi ghalani. Mambo yamebadilika. Kwa hiyo niwaombe, Chama cha Mapinduzi kwenye ilani tumeeleza bayana juu ya mipango yetu ya kuimarisha ushirika, juu ya kuwainua wakulima hawa. Niwaombe, hawa wengine hawana dhamana wala wajibu zaidi ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake.